Tusaidie na hili Sheikh. Kuna mwanamke anasema kwamba yeye anaweza kukaa mpaka miezi 9 bila kukutana na mwenzie au bila kulihisi ile tendo la ndoa lenyewe. Yaani anasema yeye ana uwezo wa kukaa hata mwaka. Ahsante. Mtu wa design hii anakuwa kwa sababu ni nini? Haraka kwa kawaida tunaweza kufahamu huyo alitendwa, alishaumia. Sawa? Alishaumizwa. Na kuumizwa kuna tofautiana. Kwa hiyo kama aliumizwa maumivu makubwa, ana kidonda kikubwa sana. Sawa? Hicho kitakuwa ni kizuizi cha yeye kuyaendea hayo. Sawa? Lakini tukubaliane kwamba kwa kuwa hili ni hitajio. Sawa? Tukubaliane kwamba hili ni hitajio. Sawa. Na matakwa ya mwanadamu, nguvu ya irada, nguvu ya maamuzi ni kubwa kuliko haja. Nguvu ya maamuzi ni kubwa na ina nguvu kuliko hitajio. Kwa hivyo anachokisema inawezekana. Kama hajawahi kuumizwa, basi ana nguvu ya maamuzi. Nguvu hii inashinda haja na inashinda matamanio. Na ndo maana tunaona sisi kuna watu wanaweza wakafanya kinachoitwa al-idrab, mgomo. Si ndio? Wakaacha kula siku ya kwanza, ya pili, na wapo tayari kufa. Na watakufa bila kula kwa sababu nguvu ya maamuzi ni kubwa kuliko haja. Na nguvu ya maamuzi inakuwa kubwa kuliko haja kutokana na lengo lililopo nyuma ya hapo. Linapokuwa lengo ni Mungu, nguvu ya maamuzi inakuwa ni kubwa sana. Na ndio maana unamkuta mtu kama Sheikh Nimri alikubali kukatwa kichwa. Maamuzi yake yana nguvu, hakuogopa. Kwa hiyo maamuzi yakashinda upanga, akakatwa kichwa, ameamua. Lakini hawezi akawa dhalili. Na kinachofanyika katika malezi ya Kiislamu ni kuyafanya maamuzi yawe na nguvu. Ndio pakawa na kuna al-jihadul asghar na al-jihadul al-akbar, jihadi ndogo na kubwa. Na jihadi kubwa ikawa ni kuyafanya maamuzi yawe na nguvu inayotakikana. Kwa hiyo nataka kusema kwamba matamanio, haja ya kimwili inashindwa na maamuzi ya mwanadamu kama mtu ataamua. Ndio maana tulisema siku moja mtu akiamua kuswali, hakuna jini wala uchawi unaweza ukamfanya asiswali. Haiwezekani, hamna. Hakuna uchawi unaozidi maamuzi. Unaona? Kwa hiyo ndio maana tumesema kwamba kinachoweza kuwazuia watu na kuzini ni kumfanya Mungu awepo katika nafsi zao. Kwa sababu Mungu akiwepo katika nafsi zao, watakuwa na maamuzi yenye nguvu. Kwa hivyo watatamani, lakini hatoyafatiza matamanio yake. Hata mwili utatikisika, lakini hataufuata mwili wake, kwa sababu ana maamuzi ya nguvu.